Simu moja tu mtaleta timu uwanjani. Wewe si umeona kabisa watu wameshindwa kuleta timu uwanjani. Hizi ni tabia za uoga. Wanasema mtapiga simu moja mtapeleka timu uwanjani. Hizi ni tabia za uoga. Sisi tushakwambia hatuchezi tena. Umemwona kwanza Kapombe. Utu uzima dawa Kapombe, mambo gani alikuwa anafanya leo? Anafanya zidi ya timu TMA. Unajua mimi imenisikitisha sana. Kapombe anafanya utoto design ile zidi ya TMA. Sasa akikutana na wifi ya nchi Kangalombo itakuwaje? Ndani ya dakika 10 anashakula umeme. Watu hawako serious. Na walikuwa wana haki ya kutokuleta timu tarehe 8 kwa sababu tarehe 8 kilichokuwa kinaenda kuwakuta ni maafa ya kitaifa. Kwa hiyo walikuwa wana haki pia ya kutokuleta timu hiyo siku ya tarehe 8. Na siku nyingine iliyobaki ya kuleta timu ni kwenye mchezo wa FA kama tutakutana nao. Tusipokutana nao kwa hii imekwisha. Imekwisha ndugu yangu. Bwana, hatuwezi tukamaliza ile jambo bila kuulizana maswali magumu. Sasa hivi tumjui nani tumfunge panga kengele. Ni nyinyi Yanga mlotumia makomando inavyosemwa au ni wao Simba kukimbia? Yanga mmetoa msimamo wenu, hamtaki kucheza huo mchezo tena. Lakini kwenye picha ya juu mamlaka ndio inaweza kusema mchezo upo au haupo. Yanga ikitakiwa kucheza mchezo huu unaiona kwa nafasi gani? Kucheza kuliko kucheza? Kaka, kauli ya Yanga ni moja tu. Wao hawautambui mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba na wala hawatazamii kucheza tena. Unajua tukiacha unafiki kwenye mpira wetu tutakuwa tunapata hizo gradual changes, tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini tukiendeleza unafiki ligi yetu haiwezi ikakua kabisa. Tulipaswa kwenye ule mchezo wa tarehe 8 kutumia busara kabla hata ya kanuni. Kwa sababu unajua ukisema tuanze kufuata kanuni kila kitu kitakuwa kiko nje ya kanuni. Hata ule mwenyekiti wa bodi ya ligi sasa hizi yuko nje ya kikanuni kwa sababu kanuni inataka kwanza awe mwenyekiti wa klabu husika ndio achaguliwe kuiongoza bodi ya ligi. Sasa hizi Steven Mguto ni nani pale kwenye bodi ya ligi? Sio mwenyekiti wa Coast, ni mwenyekiti wa Coast mstaafu kama alivyokuwa Mshindo Msola kwa upande wa Yanga au kama walivyokuwa viongozi wengine ambao washapita Simba kina Rage kina nani. Haya njoo kwenye kanuni. Kanuni inataka Yanga akacheze Benjamin Mkapa. Kanuni inamtaka Yanga acheze KMC kwa sababu ndo home ground ya kwake. Kwa hiyo kabla ya kuanza kuangalia hizi kanuni ilipaswa busara ianze kutumika. Tokea Simba ametoa taarifa yao kwa umma saa 8 usiku, ule ndio ulikuwa ni muda wa kutafuta watu wenye busara kwenda kuongea na Simba, mpaka bodi wanakuja kutoa taarifa yao saa 7 mchana. Hapa katikati busara ilipaswa kutumika. Okay fine, busara imeshindwa kutumika. Kanuni inasema nini? Sio kuwastopisha Simba kuja uwanjani au kusema mechi umegairisha. Unapaswa kuleta mechi commissioner, marefari wote waje uwanjani, mechi ichezeke, afu tungeona kama Simba wangegoma. Ingetoka tamko pale la bodi ya ligi kwamba maamuzi yako pale pale, mchezo unachezwa pale pale, tungeona kinachofanyika. Kwa hiyo busara ingeanza kutumika kuwapoza Simba. Wangekataa, kanuni ingefuata. Umeshafikiria kuhusu wadhamini wanapata athari gani? Azam wameset mitambo yao pale siku 3 kabla. NBC wamefanya setup za uwanja siku 2 kabla. Watu wamemwaga futari pale, muda Yanga wamemaliza kufanya mazoezi wanaondoka. Watu wamemwaga futari. Ushafikiria watu waliosafiri kutoka mikoani huko Kazura Mimba, Ugweno wapi kote kuja kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wanarudi vipi wakati wamelipa gate collection, wamesafiri kwa gharama kubwa kweli kweli, unakuja unatoa taarifa kwamba mchezo umegairishwa. Wangekuwa na busara basi hata kwenye ile taarifa yao waombe radhi. Kama wameshindwa kuomba radhi wadhamini wanakutana nao kila siku, waombe radhi hao mashabiki ambao wametoka mkoani kuja kuangalia mchezo. Kwa hiyo busara ilipaswa kutumika mwanzoni. Hiyo busara ambao mnategemea simu ipigwe, mgeni rasmi sijui atakuwa nani, mechi ichezwe, ingepaswa kutumika zile saa pale tokea Simba ametoa taarifa kwa umma kabla ya bodi ya ligi kuja kuahirisha mechi. Mimi kwangu mimi na support viongozi wa Yanga. Unajua kwenye Biblia wanasemaga kuna mwanamke zamani na wanasemaga mwanamke akiwa malaya zamani alikuwa anapigwa na mawe mpaka anakufa. Sisi msimamo wetu mashabiki wa Yanga, kiongozi yoyote wa Yanga ambaye hatakubali hili jambo, ni bora kama limemshinda sasa hajiuzulu, ajiweke pembeni, tujue kabisa viongozi amewashinda, pressure imekuwa ni kubwa, kuliko kiongozi yoyote wa Yanga ambaye atakubali hii mechi ichezwe. Ukikubali tu hii mechi uchezwe, tusikukute Jangwani, tusikutambue kabisa na hicho cheo chako ambacho unaamini wewe unaongoza Yanga. Imefanyika kitu cha hovyo. Kasi tuende. FIFA akiamua kucheza tutacheza, lakini sio serikali sio imeingilia tucheze, sijui TFF wamefanya makusudi sisi tucheze. Hakuna option ya kuleta timu kiwanjani. Ukiona timu imekuja kiwanjani, ujue mechi ikiisha Yanga Afrika Jangwani mambo yanaumana. Kwa hiyo utakwambia kwamba busara umesema busara ingetumika. Busara ingetumika masaa 8. Hivi busara hutaki tena itumike kwenye mchezo unaofuata. Kwa sababu kulikuwa kuna option ya kutumia kulikuwa kuna option ya kutumia busara, lakini wakaona ifekelee mbali, ionekane kwamba Yanga watakuja kucheza siku nyingine watake wastaki. Hiyo busara kwa upande sasa hizi hakuna hiyo room ya busara. Nadhani sasa hizi tuna focus na mechi ambazo zimebaki sio ni 6 kwenye ligi kuu ya NBC na kwenye FA. Only option ya kukutana na vigagula wa Modewiji ni kwenye FA. Mbali na hapo watu wetu kukutana nao sehemu yote ndani ya msimu huu.